kwenye baraza la section, tunahitaji tuone tumefaulu vipi katika hii miezi mitatu, alafu katika miezi mitatu mingine tunajipanga vipi. Kwa hiyo mambo ya section yanakwenda, mambo ya jimbo yanakwenda, mambo mengine ya idara yako yanakwenda, na ndio maana hatuna washirika hapa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunahitaji umakini sana katika haya masomo ili kwamba uweze kusogea kutoka engo kwenda engo nyingine. Kwa hiyo muda huu tutajifunza somo linalosema nguvu ya mahusiano katika uongozi. Mimi nitaomba nisome sana maandiko kwa sababu kwa dakika zangu lakini nitakazopewa, hata kama sikulimaliza, maana ni semina hii. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hata kama halikwisha somo langu, nikupe tu hilo. Tutakutana tu wakati mwingine. Baba mwangalizi ni mtu ambaye anapenda viongozi. Anaamini atatupatia tu nafasi wakati mwingine, tutajifunza ili kwamba tuelewe kile ambacho kinatupasa viongozi. Amen. Lakini pia ukihitaji somo hili kwa wakati wako, lakini ukihitaji naweza nikakutolea kwa sababu linapatikana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lengo la semina yetu hii ama somo letu hasa hili moja, jambo la kwanza, kuwasaidia viongozi kuelewa nguvu ya mahusiano katika viongozi au uongozi. Kuwasaidia viongozi kuelewa nguvu ya mahusiano katika uongozi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia na shabaha ya kuangazia kitu hiki, kutambua changamoto za mahusiano kwa viongozi. Kwa sababu kupitia haya kuna mambo mengi sana yametokea. Migongano mingi, lakini nje ya migongano ni ile hali ya kuzorota kwa kazi. Kuzorota kwa kazi. Kwa hiyo tunahitaji kuona pia changamoto katika habari za mahusiano. Jambo la tatu, kutoa misingi ya kibiblia ili kujenga mahusiano imara. Ndio maana nimesema tutatembea sana katika habari za maandiko kidogo, kwa sababu mimi namfundisha kiongozi wa kibiblia. Haleluya. Namfundisha kiongozi wa kibiblia. Na jambo la nne, kuimarisha umoja, uwajibikaji na uaminifu wa uongozi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani ni muhimu sana somo hili, nguvu ya mahusiano katika viongozi. Msingi wa kibiblia uko hapa kwenye Misali 11 mstari ule wa 14. Kitabu kile cha Mithali 11 mstari ule wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Bwana tusaidie sana. Anasema pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Naiona Biblia ya habari njema inazungumza hivi yenyewe katika kifungu hiki cha Mithali 11 mstari ule wa 14. Yenyewe inalitafsiri hivi hili neno kwa kukusaidia tu. Inasema pasipo na uongozi taifa huanguka, penye mashauri mengi pana usalama. Lakini Biblia yetu ya neno, nakupa tu huu utangulizi mzuri. Biblia yetu ya neno ambayo tunaitumia sana kwa TAG pia inasema hivi katika Mithali 11 mstari ule wa 14: pasipo ushauri wa hekima taifa huanguka, bali washauri wengi hufanya ushindi uwe wa uhakika. Umeona? Namfundisha kiongozi wa kibiblia juu ya habari ya kujua maana halisi, mpaka wamewekwa watu 4
watano, 6, 7 kwenye idara moja. Hawajawekwa kama muonekano tu fulani, hawajawekwa kwa bahati mbaya. Wamewekwa kwa kusudi. Kuwepo mkurugenzi, kuwepo makamu, kuwepo katibu, kuwepo mtunza hazina na wajumbe wengine walioongezwa hapo. Bado kuna kusudi, na hata kama mtafika 10 wote mkasomeka kwenye idara moja, bado lipo kusudi. Kama Biblia ya neno inavyosema, pasipo ushauri wa hekima taifa huanguka, bali washauri wengi hufanya ushindi uwe. Kwa nini washauri wengi? Kwa sababu wewe mkurugenzi unahitaji watu kuzungumza nao. Wewe kiongozi unahitaji watu kusema nao. Hata kama kanisani kwako imetokea labda kwenye idara yako wewe sasa hivi uko peke yako, sasa hivi hapa ulipo uko peke yako kwenye idara yako, hajapatikana mwingine, ukasema la, sasa itakuwaje, mbona hajapatikana? Bado wapo ambao ni viongozi wenzio, yawezekana ndani ya section hii au nje ya section hii, lakini katika jambo lolote Biblia inataka mashauriano. Uzito wa jambo ili liamuliwe kwa uzuri, lazima mashauriano. Baba mwangalizi alitangulia kusema kitu hapa, kama ulikikamata vizuri, asema kabla hujachaguliwa, hujateuliwa wewe, tulikaa kwa kufunga na kuomba kwa ajili ya kupata viongozi. Jihoji kwa nini jina lako ndo lilipita kwenye kitabu cha mwangalizi. Unafikiri ni wazo la peke yake? Kwa nini azungumze kwamba tulikaa? Maana yake mwangalizi hakutaka kuchakata peke yake. Alikuwa na uwezo huo kwa sababu ndio kiongozi, msemaji wa mwisho katika section yetu. Alikuwa na uwezo huo wa kukaa na kusema nimempendekeza fulani, nimempendekeza fulani, kwa hiyo majina haya hapa, nahitaji hawa wawe viongozi. Lakini akasema hapana, tunahitaji kupata watu. Akaita jopo lake, kaita makamu, kaita katibu, kaita mtunza hazina, John hapa, tukae tuzungumze nani na nani wanafaa katika jambo hili. Tukapitisha, wewe unafaa, wewe unafaa, wewe unafaa wapi, wewe unafaa kuwa mkurugenzi, wewe unafaa wapi. Hivyo tukapitisha mpaka tukampata na mtunza hazina yuko hapa. Yawezekana vigezo vikakataa kututunzia fedha za section, lakini mbingu zimekukubali kwamba huyu anafaa. Hata kama hana fedha, lakini huyu kwa moyo wake ambao Mungu mwenyewe amethibitisha hilo, anasema huyu nimemchagua. Kwa hiyo mwangalizi akapitisha hilo baada ya kupendekezwa jina lako, sawa, huyu na hata mimi nina amani naye kwenye moyo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunahitaji mashauri. Kwa hiyo msingi wa Biblia unatupa uongozi ambao una mashauri, kwa sababu kwenye jambo lolote kubwa, hata hii kuandaa kalenda sio jambo dogo. Kulifafanua kalenda ikoje sio jambo dogo. Mwenye hekima Sulemani anazungumza jambo hili, anasema namna hii kwamba lazima kushauriana ili kupata kitu kizuri zaidi. Hello. Uongozi ni nini sasa? Uongozi ni mahusiano. Uongozi ni mahusiano. Hakuna kiongozi kama hakuna wa kuongoza. Kwa hiyo uongozi ni mahusiano, kwa sababu uongozi haujengwi na vipawa peke yake, bali kwa mahusiano sahihi. Kiongozi hawezi kufanikiwa peke yake pia, anahitaji watu, pia anahitaji ushirika, mahusiano mazuri na Mungu. Kwa hiyo kiongozi kama kiongozi hawezi kutegemea vipawa peke yake alivyo navyo. Kiongozi kama kiongozi hawezi kufanikiwa peke yake pia. Ukawaona wengine labda umechaguliwa na watu ambao hawana elimu kama mimi, watu wa kawaida kabisa, labda ni darasa 7, wengine labda darasa 4 mkoroni, wengine labda ni darasa 4, wengine labda ni kikuu, lakini umechaguliwa na hao watu. Yamkini wewe umechaguliwa kuwa kiongozi wao, lakini uliyechaguliwa naye huyu ni wa chuo kikuu, wewe ni wa darasa la 7. Lakini bado mbingu zimekuamini kwa hekima na maarifa ulionayo na nguvu ulionayo Mungu aliwekeza ndani yako, unaweza kuongoza hilo jahazi. Bwana Yesu atusaidie sana.
kwa sababu uongozi hautegemei karama, vipawa vile, zile zawadi tulizopewa ambazo za kihuduma. Uongozi thabiti unataka mahusiano. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kwa nini Mwanzo 2:18 alisema maneno haya? Hebu tuende tukasome Mwanzo 2:18. Nikupitishe kwenye Biblia kiongozi wa Biblia. Kupitishe kwenye Biblia kiongozi wa Biblia kuhusiana na nguvu ya mahusiano. Mungu akasema katika Mwanzo 2:18. Kile kifungu tu cha kwanza nitakisoma. Ila kama ukipata pia haraka huko kwa kukomboa wakati, nitaomba sasa tunaweza tukasaidiana kusoma. Amen. Akasema hivi, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Kile kifungu cha kwanza. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Kwa nini Mungu asiruhusu kutembea tu Adamu? Kwa nini Mungu hilo asiliachilie? Ni kweli fikra zetu zile za kusema kwamba wasingetokea wanadamu wengine, labda tuchukue wazo gani? Lakini Mungu muumbaji anasema si vema mtu huyu awe peke yake. Kwa nini? Mungu anataka masaidiano katika habari ya kuongoza mambo. Tena anamaliza anasema nitamtafutia wa kufanana naye. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa mahusiano. Ndio maana hata huu utatu tunaotamka, hebu tazama unavyofanya kazi kwa pamoja. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika umoja. Umeona hayo mahusiano? Je, katika uchambuzi wa masomo ya kiroho ambayo tunajifunza hasa katika habari labda za maombi au kumjua Mungu, Roho Mtakatifu, Yesu ni nani, tunajifunzaje haya mambo? Je, hatuwachambui na kuwaweka mmoja mmoja, lakini tukiwaleta kwenye utendaji, mbona tunaona wanafanya kazi tena kwa umoja, tena kwa pamoja? Je, si huyu Mungu wa mahusiano mazuri ambaye huwa anatenda mambo kwa pamoja? Na hata hili andiko halizungumzii umoja. Anasemaje? Anasema Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Hilo neno Mungu ni wingi. Bwana Yesu atusaidie sana. Haitoshi kuyazungumza haya, lakini ninachozungumza ni kuhusiana na habari ya nguvu ya mahusiano katika uongozi. Kwa hiyo Mungu anatambua habari ya mahusiano katika uongozi. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Mithali kama tulivyoisoma 11:14 jinsi inavyoelekeza, taifa haliwezi kuimarika kama litakuwa si taifa linalojenga mahusiano vizuri, kwa sababu taifa lina kiongozi, idara inayo kiongozi. Sasa kama yupo kiongozi hawezi kuwa idara haiwezi kuimarika kama kiongozi atakuwa binafsi. Bwana tusaidie sana. Haiwezekani. Idara nyingi zimekufa makanisani kwa sababu wamepoteza tu kitu hiki. Na mchungaji labda huko hapo hujui haya mambo kwamba idara kwa nini zinakufa? Zinakufa kwa sababu hawa viongozi hawajui mahusiano, hawana mahusiano. Marko 3:14. Hapa tunamzungumza kiongozi wa kiroho, kiongozi wa kibiblia. Marko 3:14. Ukifika unaweza ukasoma sasa. Nimeshafungua Biblia. Wewe unaweza ukasoma baraka sana. Asante. 3:14. Neno la Mungu linasema akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri. Akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri. Wale thenashara akawachagua katikati ya wengi, na tunaona kundi la kwanza kulituma kwenda kuhubiri ni wale 12. Kwani alikuwa na wanafunzi 12 peke yake? Waliochaguliwa, hilo lielewe, sio wanafunzi 12. Waliochaguliwa ni 12, ila wanafunzi walikuwa mamia na maelfu walikuwepo. Ila katikati ya hayo maelfu ya watu alitafuta wale 12. Hivi unajua wewe kwamba Mungu amekuchagua katikati ya wengi? Wewe unajua kwamba Mungu amekuthamini sana, amekupaka mafuta yasiyo ya kawaida?
amekuwekea kitu kisicho cha kawaida ndani yako. Anasema akawachagua hao ili apate kuwatuma kuhubiri. Nini kilitokea alipowatuma? Akamwambia, nendeni mkapoze watu, mkaponye huko, wahubirini watu, fufueni wafu. Walivyorudi, walirudi na habari gani? Walirudi na habari ya kwamba Bwana, tumekuona. Lakini je, tena mahala pengine anasema vile vijiji alivyokusudia kwenda, aliwatuma wale wakaenda. Muda ulikuwa hautoshi. Angeweza mwangalizi kuhangaika peke yake kila kanisa, makanisa 8 anaweza, lakini anasema muda hautoshi. Miaka hii niliyopewa kama dhamana haitoshi. Lazima niwe na wakurugenzi, lazima niwe na watu ambao nitafanya nao kazi. Nitaenda nao, lakini ikifika mahala nitawatuma, wataenda. Sasa hivi anaweza kukutuma ukaenda kwenye CS. Hivi idara ya CS ipo? Hebu nyosha mkono kama upo wa idara ya CS. Bwana tusaidie sana. Taeleza baadaye kwa sababu gani. Bwana tusaidie sana. Sasa akatuma huko, akachagua ili awatume kuhubiri. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo uongozi ni mahusiano. Maongozi katika mahusiano katika uongozi yana kusudi. Nimeweka makusudi machache hapa yanaweza kukusaidia kiongozi. Kiongozi na makusudi haya machache nimeweka hapa. Jambo la kwanza, kujenga umoja. Jambo la kwanza ni kujenga umoja. Kusudi la kwanza la mahusiano haya ni kujenga umoja. Kama unaona pana mwanya fulani, mpasuko fulani, wewe tafuta tu. Umewekwa sio kwa sababu ya kuweka mipasuko, bali kujenga umoja. Kwa hiyo kusudi la mahusiano, tulisema nguvu ya mahusiano, kusudi namba 1 ni kujenga. Hatuwezi kwenda kama hatuna. Hatuwezi kufika kama hatuna. Yaani miaka 4 itakuwa ni mzigo mzito sana, tena usiobebeka. Lakini kama tutaunganisha nguvu kwa pamoja, ni rahisi sana kufika na tukaiona miaka michache alafu tumefanya mambo makubwa sana. Bwana tusaidie sana. Lakini kama tutarudi. Kwa nini? Mwangalizi akituma makamu anatekeleza kwa ufanisi. Makamu akituma katibu anatekeleza kwa ufanisi. Katibu akisema na mhazini, mambo yanakwenda vizuri. Sasa halikadhalika kule kwenye idara zetu hivyo. Mkurugenzi na makamu hawavutani, wanatengeneza kitu. Katibu na makamu hawavutani. Yaani hii timu ya watu 4 iwe 5, 6, 7 iko pamoja. Hawa washirika mbona inawezekana? Mbona inawezekana tu kuwavuta? Kwa sababu hawa hata hawakusumbui. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini jambo la pili, kushirikiana katika mawazo. Kusudi kushirikiana katika mawazo. Kila mmoja na mitazamo tofauti, lakini pale mnapoamua, mna uwezo wa kushirikiana kwa uzuri. Ukaleta hili, akaongeza hiki, akaongeza na hiki, ukajikuta tayari mna jambo kubwa. Idara zikawa na miradi. Sasa hiyo haiji tu kwa kuamka hivi. Sio ndoto ya kulala na kuamka tayari imekuwa. Hapana, inahitaji mawazo. Tufanye kipi kianze, kipi kinahitaji watu sasa. Kwa hiyo jambo la pili, kushirikiana katika mawazo. Jambo la tatu, kulea na kuinua wengine. Kiongozi unapita, usiwe mbinafsi. Kusudi la mahusiano ni kulea na kuinua wengine. Hujui kesho nani? Zamu yako ikipita, Joshua yuko wapi uliyemwandaa? Yuko wapi uliyomtengeneza ambaye atabaki hapa nyuma yako? Hata kama utakuja kuulizwa ni nani anaweza kukaimu nafasi yako, ukageuka tu hivi ukanyosha,
sio kusema sijui, kwa sababu ulishamwandaa. Kwa njia gani? Ya kuinua wengine. Jambo la 4, kutimiza maono. Mahusiano ni kutimiza maono ya Mungu. Misheni ya Mungu ni wokovu. Kwa hiyo anakuja kwa kutaka wanadamu washirikiane naye katika habari ya kuwafanya wengine kuwa wafuasi. Agizo kuu linasema, tutafika huko, lakini hapa nikilizungumzia agizo kuu anasema, nendeni mkawafanye. Si umenielewa vizuri? Kwa hiyo anawafundisha wanafunzi, alafu anawapa agizo la kwenda. Misheni yake yeye tayari hii ya hapa duniani imekamilika, anawaachia wengine ili wengine waende. Kina nani? Anachukua wale 12, anaacha pale 120 wako pale. Ukijumlisha pale wanasema palikuwa pengine yamkini zaidi ya wanafunzi 500 ambao walikuwa wako hai na wanaeleweka wakati Yesu anaondoka. Lakini zaidi ya yote anazungumza na kanisa, anasema nendeni mkawafanye watu wengine. Kwa hiyo kutimiza misheni ya Mungu, kusudi jingine ni kutimiza misheni ya Mungu. Filipi 2:2 anasemaje? Nguvu ya mahusiano katika uongozi. Filipi 2:2. Karibu. Ili muwe na nia moja, mwenye mapenzi mamoja, mwenye roho moja, mkinia mamoja. Anasema ijalizeni furaha yangu. Paulo huyo analiandikia kanisa kama mtu aliyepewa zamana, aliyewajenga watu wakaelewa maneno yake. Sasa hapa anawaandikia, anasema ijalizeni. Basi moja. Kiongozi lazima ujue. Wakorintho 12, Wakorintho wa kwanza 12:12. Anasema, maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Hapo vipi? Bwana tusaidie sana. Je, hatuhitaji sasa hapo kuwa karibu na wengine? Mbona unajitenga kwa kujiweka kuwa bize kupita kiasi? Biblia inakutaka kufanya vitu vyote kama vile. Huu unaitwa mkono, lakini ukichambua huu mkono unakutana na vitu vingi ndani ya huo mkono. Lakini huo mkono unaletwa, unaungwa kwenye kiwiliwili. Kiwiliwili ukikichambua kina mambo mengi, lakini jumla ya yote unaitwa Mungu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo kiongozi lazima ujue timu ulionayo sio kwa bahati mbaya. Timu ulionayo ni timu inayotakiwa kushirikiana nayo kwa kuhakikisha mnafikia kwenye kusudi. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini mstari wa kitabu kingine ni Mathayo 25 mstari ule wa kwanza. Mstari wa 21. Injili ya Mathayo 25 mstari ule wa 21. Naam. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache. Nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Akasema viongozi tuna taji tumewekewa. Hujawahi kukutana na hilo kwenye Biblia wewe? Tuna taji tumewekewa. Akasema umekuwa mwaminifu kwa mambo machache, sasa na kuweka katika mengi. Hivi unafikiri
mbingu zinaonaje pindi unapojisacrifice maisha yako kwa ajili ya uongozi? Mbingu zinakutazamaje? Unafikiri unabaki hivyo ulivyo, ile senti ya mwisho umeitoa kwa ajili ya michango inayoendelea katika section yako, alafu unafikiri Mungu anaweza kukuacha hivyo kwenye kazi yako? Mungu anaweza kukuacha hivyo katika vibarua vyako unavyofanya? Hakuna. Mungu hawezi kukuacha kwenye kabiashara ka 200 wakati anaona ile 50 unayoipata unaitoa kwa uaminifu, tena kwa nguvu zote, na ukiamini Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa nini Mungu akuache? Siku zote wanaofanya kwa uaminifu huwa wanapandishwa daraja kutoka 1 kwenda 2, kutoka 2 kwenda 3. Huyu Mungu wetu ni wa viwango, na mimi natamani viwango vyako viongezeke, vya kiroho viongezeke, na kiuchumi viongezeke, na afya iwe nyingi juu yako kwa jina la Yesu. Mungu anaweza, anataka kuona tu uaminifu kwa viongozi. Mnajenga vipi mahusiano? Nasema vema, mtumwa mwema. Ni kweli tunaweza kuonekana ni watu ambao tunapiga mark time hivi, tunaenda tunarudi. Mwezi wa 12 wakati unamkaribia kuisha, nilikuwa na mambo mengi sana ya kufanya, lakini nikajikuta nimeingia kwenye huduma hii, kwenye utumishi huu. Mara kikao, mara huku unaitwa, mara John mwangalizi anakuhitaji. Sasa Mungu, itawezekana hivi? Mungu ananiambia pambana. Ndio mambo niliyokuitia haya. Bwana tusaidie sana kabisa. Natembea kwa mguu mwendo wa kutosha. Sasa nikikusimulia itakuwa sio nzuri sana. Wacha tu leo nikuachie hivyo. Ila nimepiga kwa mguu, muda mwingine mwangalizi hajui kama sina hata nauli. Hajui. Bwana tusaidie sana. Lakini favor aliyokuja kulipa Mungu mzee, mpaka niliinua mikono nikasema asante Yesu. Haleluya. Haleluya. Wewe nikikupa huo shuhuda utacheka sana. Sasa wacha nikuache hapo, siku nyingine tutazungumza huo ushuhuda. Haleluya. Aliyoyafanya Mungu kwetu. Haleluya. Haleluya. Mungu anasema ukiwa mwaminifu katika machache, basi tarajia kupokea makubwa mbele yake. Haleluya. Kwa hiyo atakulipa. Walimuuliza, tutapata nini katika kukufuata Yesu? Tutapata nini katika mambo haya? Mbona tumeacha wake zetu? Mbona tumeacha ndugu zetu? Mbona tumeacha fedha zetu? Mbona tumeacha kazi zetu? Sisi tutapata nini? Bali Yesu alisema hamna kitu. Mara 100 pamoja na udhia. Si unanielewa vizuri? Lakini na huo ufalme huo wa kupigania sana huo. Haleluya. Haleluya. Chanzo cha migogoro katika uongozi. Shida hii. Chanzo cha migogoro. Hapa nimepapenda hapa, asante, nimefika. Jambo la kwanza, kiburi. Kiburi ni mzizi wa migogoro. Hakuna sehemu ambayo inaweza ikaenda kama viongozi mtakutana mna kiburi, au katikati yenu yupo mwenye kiburi asiyeelezeka. Sasa tafsiri kimoja nitaniilia muda, lakini kiburi ni kitu kinachoeleweka. Ni mtu mwenye kuheshimu lakini haheshimu. Kama ana nidhamu kumbe hana nidhamu. Yaani unaweza kumgundua kirahisi tu. Bwana tusaidie sana. Nitakupa andiko la kutusaidia. Jambo la pili, wivu na mashindano yasiyo na afya. Wivu na mashindano yasiyo na afya. Yaani mmekaa kwenye kikao masaa 3, mtu kashikilia kamsimamo fulani hivi, kumbe ndani yake tu ana ilmradi tu akwamishe jambo lisiende. Lakini mwingine anashindwa kuwajibika kwa sababu ya kuhakikisha kwamba anamshusha mwingine viwango. Najua uongozi wetu unategemeana.
Kwa hiyo kuna mmoja asipofanya kazi vizuri, inabidi mmoja afanye kazi mbili kwa pamoja. Sasa huyu anayefanya kazi mbili kwa pamoja, maana yake mshika mawili moja. Sasa lazima kuna moja litayumba pale. Sasa linapoyumba tayari kuna kitu hakiendi sawa. Ndio hapo naambiwa mkurugenzi ni wahovyo, kumbe kuna tatizo liko hapa. Ndio hapo naambiwa makamu mwenyewe yupo, kumbe kuna jambo hapa nyuma. Ndio hapo naambiwa katibu hovyo, kumbe kuna kitu kiko hapa nyuma. Wivu na mashindano yasiyo na. Jambo la tatu, kupenda mamlaka kuliko watu. Unatamani watumikishe, wakutumikie. Hizo ni mamlaka za kidunia. Ndio maana mimi sizungumzii uongozi wa kidunia. Katika uongozi tulio nao wapendwa, mamlaka tunayo ndogo sana katika watu. Bwana Yesu atusaidie sana, kwa sababu Yesu aliondoa hiyo. Alichukua, alivua vazi lake zuri, akachukua kiwaya, akajifunga, alafu kisha Petro anasema hapa hii haiwezekani. Sio hivyo. Uongozi ambao ninaamini sio uongozi ule, kwa sababu ule uongozi watu wanawatumikia, ila uongozi huu ni watu kuwatumikia. Kwa hiyo sisi hatuhitaji kuonekana kwa sababu ya cheo tulicho nacho. Sisi inatakiwa uonekanaji wetu tuonekane kwa kazi, ili watu wakuinue wao. Watu wafanye nini? Wakutoe eneo kupeleka eneo jingine, kwamba huyu anastahili. Watu wao unashuka unasema hapana jamaa, bora angekuepo watu wewe unastahili bwana, unatufaa. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo changamoto mojawapo kupenda mamlaka kuliko watu. Mithali 16 mstari wa 18. Tunamzungumzia kiongozi wa kibiblia aliyeshiba roho wa Mungu. Mithali 16:18. Mithali 16:18. Karibu. Kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Yaani maana yake kabla ya uangamivu kinachofuata ni kinachoanza ni kiburi. Si umenielewa vizuri? Kabla ya kuanguka kinachoanza ni kiburi. Bwana tusaidie sana. Na kabla ya kupotea katika kiburi, hapa tunapoteza mwelekeo, lakini katika huu kutakabari, majivuno haya ndio husababisha anguko. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Yakobo 3:16 alisemaje? Yakobo Yakobo 3:16. Karibu. Maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo papo machafuko na kila tendo baya. Yes. Wivu, magomvi, hapawezi kujengeka kitu. Tegemei kuona idara zinaingia kwenye mgogoro kwa sababu wivu unasababisha hayo machafuko. Bwana tusaidie sana. Atusaidie sana. Waraka wa 3 sura ya 1 mstari ule wa 9 na wa 10. Nimalizie chache kwa uzuri kabisa.
Tumwambie Mungu nguvu ya mahusiano inahitajika sana. Hebu soma pale waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza 9:10. Waraka wa 3 sura ya kwanza mstari wa 9 na 10. Na niliandikia kanisa lakini Diotrephe hakukubali. Apendaye kuwa wa kwanza, kamata hilo, hakukubali. Kwa hiyo nikija nitayakumbuka ayatendayo ila hao ndugu wale umeona? Kwa hiyo mambo haya, tabia hizi za kina Diotrephe zikiwemo kwenye idara, hakuna idara itakayosoma tabia hizi za kupenda kuonekana wao kuliko wengine, kupenda kumshusha kiongozi yeye apande pale. Kwa hiyo anagoma mambo ambayo aliyatoa mahusia Yohana, anayakataa na sio hivyo na kuweka mambo yake. Lakini hata watu wanapovutwa kwa upendo, yeye anasimama kupinga. Sio hivyo, analeta misimamo yake sio kwa. Achana na habari ya misimamo. Tukiwa kwenye huduma, tufanye huduma, alafu kisha baadaye tutaelekezana kwa uzuri. Acha kujikweza, wacha mbingu zikukweze wewe hapo ulipofikia. Sio kwa bahati mbaya, ni mbingu zimekuinua, ni mbingu zimekuweka hapo katika hiyo nafasi. Usitake kutoka hapo, subiri wakati wako mtimilifu. Ukifika huo wakati mtimilifu, hakuna atakayeweza kuzuia. Kama sasa hivi hawakuzuia, basi hata baadaye hawatazuia. Subiri wakati mtimilifu. Kusababisha migogoro inasababisha kupoza mwendo, inasababisha kushusha safari. Hatutaki kupoa. Section ya Kisarawe tunahitaji kusonga kwa kasi sio ya kawaida, kwa kasi sio ya kawaida, kwa mwendo sio wa kawaida. Hata kama watakuambia hiyo section yenu bado changa sana, sio ya kufuata sana, sikiliza, kiongozi wetu anayo maono, kiongozi wetu anayo misimamo, kiongozi wetu anayo dira, kiongozi wetu anayo mtazamo. Haleluya, haleluya. Natamani tusogee sehemu fulani hivi, natamani tuende sehemu fulani hivi, tuondoe haya masumbufu ambayo yanakuja kama kina Diotrephe. Watu ambao wanapenda waonekane wao, watu ambao wanapenda cheo kiwe cha kwao. Nafasi hiyo bado ulipowekwa ni sehemu sahihi kwa wakati sahihi. Tuliojifunze, tulia. Aliyepita kiongozi amesema juu ya habari ya kuwa na kiasi katika kila jambo unalolifanya. Jaribu kuwa mtulivu, fika mahala kuwa mtulivu, jizuie. Hata kama unaona hivi vitu hapa havijakaa sawa sawa kwa lakini majira ya kuzungumza bado. Tulijifunza juu ya habari ya Samueli. Samueli alijua kwamba majira bado. Kumbe baba yake wa kiroho anajua majira yameshatimia kwa yeye kufanya kazi. Majira yalipotimia, Samueli hata kama alikuwa hataki, aliinuliwa tu, alifikishwa mahara tu ambapo Mungu alikuwa anataka. Haleluya, haleluya. Viongozi lazima tujitambue sisi ni kina nani. Kiongozi, usisababishe migogoro. Kiongozi, tengeneza mahusiano mazuri na viongozi wengine ili tufikie malengo yetu. Hebu simama kwa miguu yako, tumshukuru Mungu. Tutaishia hapo kwa leo. Tutaishia hapo kwa leo. Mungu wetu atatusaidia. Tutakuja kumalizia vipande vilivyobaki. Lakini Mungu ni wetu, ni mwaminifu sana. Ramosha. Hebu mwambie Mungu, tazama mimi uliniona. Mungu hajakuweka kwa bahati mbaya.
Mungu hajakuweka kwa bahati mbaya. Ni mbingu zimekukubali. Wacha kujikinai, wacha kujizarau, wacha kufika vitengo ambavyo utafika uone kwamba hukustahili. Sawa, wanadamu walikuona hukustahili, lakini mbingu zimekuona kwa majira na wakati uliokubalika. Unastahili mwanangu, hata kama ulikuwa na malengo yako ya kwamba mpaka uende chuo yamkini ndipo ufikie mahala uwe kiongozi mzuri, lakini ulifika mahala ukasema lazima angalau nipige kidogo vitabu ili kwamba niwe kiongozi mzuri. Mbingu zimekukubali hapo hapo ulipo. Hata kama umri wako umeenda, mbingu zimekukubali. Hata kama ni mdogo sana, mbingu zimekukubali. Hata kama hauna uchumi, mbingu zimekukubali. Tengeneza mahusiano. Inua mikono yako kwa Jehova. Inua mikono yako kwa Jehova. Hebu mwambie maneno haya, sema na mimi maneno haya. Bwana Yesu, naja mbele zako. Nimesikia habari zako kuhusiana na nguvu ya mahusiano. Bwana Yesu, nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nitengeneze mahusiano na viongozi wenzangu. Nipe moyo wa umoja. Nipe roho ya umoja. Niondolee kiburi Bwana. Niondolee dharau Bwana. Niondolee majivuno Bwana. Nisaidie Bwana. Hebu nenda mbele za Mungu kwa dakika moja hii. Nenda mbele za Rebosheke. Nenda mbele za Bwana kwa dakika moja hii. Itatosha kumwambia Yesu akusaidie juu ya habari ya mahusiano mazuri na yeye Mungu. Mahusiano mazuri na viongozi wako ambao wako chini yako na wale ambao mko juu. Mwambie Mungu kwa uzuri Mosha. Mwambie Mungu kwa uzuri. Baba, tunasogea kwako Mfalme, tukiuona wema wako na fadhili Bwana. Asante Yesu kwa vile ambavyo umetuwezesha. Asante Yesu kwa vile ambavyo umetupigania. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu. Tunaomba haya machache na kushukuru. Amen. Amen. Mweke Yesu makofi mazuri kabisa. Asante. Asante sana. Naomba tuketi. Asante. Tumefika mwisho kwa kipindi chetu hiki cha 3. Nikushukuru sana.